alhamaha fujuraha wa taqwaha, anaiapia nafsi, wa nafsin, na ninaiapia nafsi hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uhuru wake aliyokuwa nao yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakuna mwenye kumzuia juu ya hilo. Anakiapia anachokitaka katika alivyoviumba, lakini pia anajiapia yeye mwenyewe pia anajiapia yeye mwenyewe. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nafsin wa ma sawaha, ninaiapia nafsi lakini pia ninamwapia yule ambaye sawaha, amefanya sawa sawa hiyo nafsi ikawa sawa sawa, kwa maana ikawa vizuri. Wa nafsi wa ma sawaha faalhamaha, yeye ndiyo ambaye faalhamaha, akaiongoza hiyo nafsi kupata kujua fujuraha, ule uovu wake, wa taqwaha, na ule ucha Mungu wake. Wa nafsi wa ma sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Tukiweka kwanza hapo kituo kwanza, tuangalie hapo katika aya hii, wa nafsi wa ma sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Tunapata faida kwanza. Faida ya kwanza tumeelezea kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaiapia au anaapia katika viumbe ambavyo ameviumba, uhuru huo nao hakuna wa kumzuia, lakini pia ana uhuru wa kujiapia yeye mwenyewe. Anaweza, kwa maana jambo hili ndani ya Qur'ani usilishangae ukaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejiapia nafsi au ameapia viumbe vyake, lakini akajiapia na yeye mwenyewe. Lakini kipande kinachofuata, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiongoza nafsi kupata kujua uovu na ubaya. Pia kuna faida ambayo tunaipata hapa. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aanze kutaja uovu afu ndo waje wema? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aanze kutaja ule uovu alafu baada ya uovu ndo waje wema? Kwa maana kitu ambacho haraka zaidi ukifahamu mwanadamu anajua kwamba hili ninafanya, hili ni dhambi, hili ninafanya, hili ni jambo baya. Hii nafsi yake kwa kufikiria, kwa tafakuri, kwa ile ilhamu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiongoza nafsi, inajua kwamba hili, nafsi hiyo ikiwa kwamba ni mtu ambaye mwenzake anaipa maelekezo na kuiamrisha kufanya hivi, nafsi hiyo inajua kabisa kwamba jambo hili na forsiwa nifanye, lakini hili jambo sio zuri, nafanya lakini sio zuri. Inafosiwa fanya hivi, ili jambo nafanya sio, kwa tafakuri tu. Tena bila asafu shadidi, inafika kipindi kwamba watu wanashawishiwa kufanya vitu ambavyo huyu anayewashawishi mwenyewe hawamjui yuko wapi, anawashawishi tu kwenye mtandao tu, anamshawishi tu kwamba tufanye hivi, tukinukishe, lakini mtu huyu hajui kwamba mtu huyu yuko wapi, na je nitamuonea wapi, hajui yuko wapi. Kwa hiyo tayari pale nafsi inajua kwamba jambo hili sio zuri, jambo hili sio jambo la khairi, hili ni fujur, huu ni uovu. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshaipa ilhamu nafsi, ameiongoza. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha,